Ina maana tena bado kuna mtu. Jamani, hii mara ya 3 unakuja humu chooni kumejaa. Yaani mwenye nyumba, nimejenga nyumba yangu amjui jasho gani lililonitoka mpaka kuijenga. Leo hii mimi ndio nje kwa kafani chooni kweli? Na kwa taarifa yenu na watangazia wapangaji wote wa humu ndani, napandisha kodi. Siwezi mimi kukaa kwenye mlango hapa mimi muda wote kufanya kazi kusubiri watu hapo chooni. Shenzi wako. Wewe, fanya haraka basi uko chooni na utoke. Kitu gani lakini? Kuna jambo limenikaa hapa limenibana mwenzio, nataka nikwambie, lakini naogopa mwenzangu, una majanga, una matatizo wewe. Sasa wewe, hayo majanga yangu na jambo lako vinahusiana vipi? Wewe kama kuna jambo lako unataka kuniambia, funguka naambie. Kama unavyojua hapa, mama mwenye nyumba yako, unavyotaka nataka na unavyotaka napenda. Nipo hapa nakusikiliza udogo. Yaani limenikaa hapa, nini natamani hata nikwambie, sema naogopa una matatizo, lakini potelea pote. Mwenzio nimepata danga. We, Amanda una bahati wewe. Bwili una bahati. Wajisemia Wasukuma unasemaje? Kumbe hata sipita Kisukuma chenye mimi nenda jishaua. Lakini ndugu yangu, sijui umekogea mtope tope, sijui mstafeli, sijui mpela. Shoga yangu ongera. Lakini sasa mama mwenye nyumba, hilo danga lenyewe nimewa mtu. Mwenzio mimi naogopa ujue. Mama, huyo kama namjua ulinionyesha picha. Namjua ulinionyesha picha. So huyo naye ongelea mwingine bwana. Mimi najua mambo mengi. Ila mimi naye najichanganya mambo mengi, kichwa kipo hopeless. Kwa hiyo ndugu yangu, kama umempata mume wa mtu huyo, mshikilie. Unamshika, unahakikisha kabisa mpaka familia yake utanaikataa. Mjini sasa hivi mipango. Ila uwe na mume wa mtu, uwe na kijana, hakikisha ana sasampa. Sasa shogangu nikwambie, pesa zipo. Nakasema hivi kwamba ananitolea kodi ya miezi 6. Kama miezi 6 wewe mtamana najua Maana wewe msumbufu kwenye kodi wewe. BFF wangu, lakini angalia miezi ikifika tunavoana kushikana mashati. Ila najua kabisa ukiwa na mume wa mtu, pesa yangu utanipa kwa wakati. Hata kule kunaomba chumvi kidogo kutapungua. Maana kama mwanamke mzima chumvi ya 500 tunakushinda kila siku na vibakuli. Niko nakutalia bana shoga yangu. Bismillah. Mwanangu za ugali hizo tena unachezaje ugali hivyo namna hiyo? Hada mke wangu, ugali ndo vipi? Unajua kupika? Hada ulisongea mkono wa kushoto Ulikuwa leta mafunzo kwenye mambo ya ukweli. Yaani kwenye masala makuli wewe utaleta mafunzo. Ugali kabisa huu. Left hand, magari ya Kongo. Acha basi. Hebu kula huko. Yaani mimi nimeacha shilingi 3,000. Umeenda kununua vigoko. Kwa madai yako, mume wangu mimi apenda pilipili. Ukiame pilipili kumbe mboga ndogo. Yaani umeacha 3,000 nataka kukutebiliani, si ndio? Hala mke wangu, usiseme hivyo. Hala mke wangu, shilingi 3,000 unapata kitoga, yani unapata sato, yani kipanda kile cha kati kwa shilingi 1,000. Halafu hamna katika shilingi 2,000 mke wangu una bageni, hela nywele, na hela akula. Sasa wewe nywele nzuri kuliko hata ugali tunaokula maskini ya Mungu ona. Hebu kula kwanza mimi, hebu kula kidogo. Naomba nataka nikupe hebu kula kidogo. Tulia kwanza, mguu wenyewe unakucha huo mke wangu utanikwama. Hebu nipe kwanza uombea kabla sauti ijafa. Kuna nini? Kwanza kitu nikwambie kitu kimoja. Huu ulikuwa sio muda sahihi wa kula. Huu muda sahihi wa umbea. Kwanza umbea nipe. Ni umungunye ubuyu. Halafu after hapo tunakula. Au unaonaje? Kafunike mkao kaeke ndani kwanza, muda huu kuna wageni watapita hapo. Udugu wa zina yetu tena anakuja atatia mikono. Yaani funika chako sababu ya umbea? Siwezi. Umbea nitakupea hapa. Tukao tunakula. Hebu sikia nikwambie. Hivi ni jambo la kupotea kwa baba mwenye nyumba unalichukuliaje? Nilichukulia hivyo kama unavyochukulia wewe mke wangu. Yaani baba mwenye nyumba hapa kazoea akipata 30,000 kodi ya mtu huyu mmoja basi anatoka. Yaani ninavyokuambia mke wangu, muda kama huu yule bwana kwa jinsi ninavyomjua, sasa amekumbatiwa, anabembelezwa kama mtoto, anapewa vimazio, anakunywa. Sio kweli.
kusema kufungiwa unakosea. Kwa sababu siku 3 hayupo. Mke kama mtafuta kila sehemu na nahangaika kweli. Ile jambo liko serious ujue. Ninakwambia tu mke wangu, yule mkewe, yule bwana Faki hajakaa na mimi vizuri. Angenigia mimi shilingi 5,000 tu. Ningempa data zote kwamba mume anayoyafanya kuna 1, 2, 3, lakini mkese kidhabi na tu kwema kapita anaenda anarudi bila mchona. Kwanza kuniambia unajua mume wako alipofungiwa? Aha, kumbe umbea unakaa nao peke yako. Mimi kunitonya mke wako udugu wako utaki, si ndio? Ana mke wangu, nishakwambia kwamba saa hizi amefungiwa. Jiongeze na wewe naye, usikae hapa tu kupika ugali mbichi. Au ndio ulikuwa unafikiria kwamba bwana Faki yupo wapi mpaka unapika ugali mbichi? Eti mke wangu unamtako? Simtaki. Umtako Basi sawa. Hebu leta mguu wangu, leta mguu. Bro tu. Mke wangu alikuwa kwa unyayo. Unyayo wapi? Kwa hapa. Jamani kanipa hedi. Mtu yeye anacheka, ucheka hapo, anapiga miao kachoka au jamani maskini hapo. Mke wangu nayo hizo yako. Anafanana wewe huyo. Yaani shogangu hapa anavyoongea sasa hivi, katoka sasa hivi ndani. Nimeshinda naye tangu jana jioni. Nimemganda haswa. Sasa hapo ndo patamu. Unahakikisha unampa staili zote, mara popo kanyia mbingu, punda endi bila viboko. Kuna ile nyingine inaitwa unampa staili ya kutuma matembele. Na kuna hiyo kubwa kuliko udugu wangu, inaitwa jiregeze kama mamkwe kafa. Na hilo jicho lako sasa. Huo ndo wakati mzuri wa kutumia hilo jicho. Binti una jicho kilegeza unajua ndio kodi mwaka mzima 2,000,000. Kumbe laki 1.5. Hapo mama mwenye nyumba. Yaani nakwambia hivi si boy wala si boy. Yaani nakwambia hivi napoa wa moto. Yaani ni hapa tu. Yaani wewe acha. Sasa huo ndo mwanamke. Cha kukusaidia hapo udugu wangu, ninakupeleka kwa mtaalamu. Baba anajua ndumba huyo. Ukimweka hapa, anamsahau mpaka mkewe. Yaani mkewe anakuwa mkumbuki mkewe, mama yake, baba yake uko mzima. Yaani kichwa chake kinajani unajua Amanda. Akienda chooni mama Amanda. Akienda dukani mama Amanda. Akilala Amanda. Binti unamshika, na unakisha kabisa unamshikilia. Lakini mama mwenye nyumba, kwa mganga tena, mimi naogopa ujue, mimi naogopa. Ilo, wewe vipi? Mbona unapenda kuwa nyuma kama mfuko wa mavi? Kwa mganga nakupeleka mimi mwenyewe. Na wala hana hata bei yule. Maana mimi mwenyewe namjua, ndo ninapoenda kila siku namjua. Na hata hivyo ukiwa hata kama ukiwa una hela, mimi nitakulipia. Si unajua udugu wangu. Shoga wangu unapenda kujamulia mama. Nitakulipia udugu wangu. Sasa kwa mganga utanipeleka lini? Sasa hivi. Mimi natoka nenda kujiandaa na hapo jiandaa. Mchuzi wa mbwa unanyoka kwa moto. Ukipoa ufai. Changamka binti, jiandae udugu wangu. Fanya haraka. Kashaondoka. Mwanamke mpuzi kwa kweli. Anakushawishi wewe peke yako kwa mganga. Kataka mwenyewe. Mwanamke jeuri, dawa yake muibie mume. Ishaibwa. Ishaibwa sana. Na nakwambia hivi si boy wala si boy, nitakugeuza kama chapati kwenye kikaango. Nataka. Baba mwenye nyumba wewe vitu vyangu wewe. Hata mimi wewe vyangu sasa wewe. Vipi? Tunaendelea hapo. Baba mwenye nyumba. Uchoki. Hamna, nakula orojo. Baba mwenye nyumba huyo. Vitu vyangu kabisa. Mimi mwenyewe vya kwangu. Shala ndolo mule chini rangala ushindi mbunga. Bangalo kono muluka na ishindi mbunga. Habala chini bulu gulu mulu le ni ile shambila. Shala ile bulu gulu bulu singi kala gulu na chishani. Hey hageruka. Babu, yani kama unavyoniona mimi, ndo naomba umuone na BFF wangu. Kama unavyonisaidia mimi kwenye kila jambo langu nikijaga hapa, leo naomba umsaidie BFF wangu. BFF wangu ana bahati huyu. Ana bahati ya mtende huyu kote ya Jangwani, kapata mwanaume. Sawa sawa.
Sikiliza niwaamini kitu. Sawa sawa. Mimi nanijua vizuri, natia dawa kwenye dawa, natia dawa. Sawa. Kazi zangu mimi sio lengelenge mama, sawa? Na je, nataka nijue kitu kimoja. Sawa sawa. Hapa mwenye shida ni wewe ama ni wewe? Huyu hapa. Ni mimi hapa. Ni mimi hapa. Ndio maana na mimi ndo nikamwambia hivi, nina huyo mganga wangu fundi. Ukiona jambo langu lolote linaniendea, ujue ndo naenda kwake. Nikasema leo namleta. Nimekuletea mganga. Sawa sawa. Ila labo lengelega olongobu olaji. Wale no ula mode shinda ma. Shila ngala mole ulinde imegere ngero wona ngiche. Sasa. Nataka unipishe kidogo. Ili mishimu iende kumtawala na kumwenesha ni nini ambacho kinabidi apewe. Sawa. Niwaache? Yaani sijakuelewa. Niwaache wewe na yeye wawili peke yenu? Ndio mizimu inavyotaka mama. Ina maana wewe uniamini mimi? Mganga, mimi nakuamini. Nakuamini, ndio maana nikasema nimlete BFF wangu. Najua kabisa nikimleta hapa shida zake zote zimeisha. Hiyo ni mimacho yake lina kilanga. Yaani lina kilanga mashavu kama linapuliza moto. Udogo, mimi nakuacha kuwa na amani kabisa. Sawa, usijali. Hemu kwenda. Udogo. Apewe pole mwenye kilanga. Mwenye kilanga, apewe pole mwenye kilanga. Talala mudu chimbole ye yumo. Mke wangu umeshindaje? Kwa penalti mashindano ya FIFA nimeingia nusu finali. Wewe mwanamke, mbona adabu unajibu majibu ya kishenzi kama hivyo? Mshenzi? Mimi mshenzi? Wewe mpaka umetoka nyumbani kwako asubuhi, unashinda hata kuja kumwaga mkeo, umenami kituko huko ndani, afu unarudi ati umeshindaje kwa VAR? Yaani mke wangu, kwa nini unakosa hekima? Yaani unakosa busara hata kidogo. Wewe mimi nimetoka sijakuaga. Si ungeniuliza kistaarabu kwamba nilikuwa wapi, ningekupa majibu sahihi, lakini unaninyali, unakuja unanijibu majibu ya kipumbavu kwa sababu hayana maana. Sasa kama uko nipo kwa mimi nilipata matatizo je? Mwenye kupata matatizo anza kwa nyumba yake akiwa mzima. Ungepata matatizo ushindwe kunitaarifu. Nimekupigia simu zangu hupokei. Na kutumia message hunijibu. Haya matatizo gani ambayo usiopokea simu na kujibu message za mke wako? Naomba uniambie ulikuwa wapi? Maana nakupigia simu zangu upokee kusema hapo umepata matatizo, mtu hata wa pembeni yako ashindwa kupokea simu. Niambie ukweli, ulikuwa wapi? Aya. Huko kwa dada shemeji amepotea. Na muda wote ambao unaona sikuwa hapa nyumbani nimeondoka bila kuaga, nilipopata hizo taarifa tu nikaondoka mbio mbio. Wala sijakupa taarifa. Ndio nilikuwa nahangaika huko kumtafuta. Kapotea? Nachoka mimi. Mtu yupo nyumba ndogo huko, nyinyi mnasema kapotea. Yupo mtu kafungiwa ndani anajivinjari mwenyewe, nyinyi mnakaa huko mnahangaika kumtafuta. Kapotea potea vipi mtu mzima yule? Na madevu yake mtu anaweza kapotea? Wewe mnyamaza kwanza. Mbona ongea maneno ya kipumbavu wewe? Yaani shemeji yangu mimi hapa afungiwe ndani ili iweje? Yule ni mtu mzima unajua, afa anajiheshimu, hana hizo tabia hata kidogo. Dada yangu sasa hivi katika hali mbaya, analia huko, anahangaika, anamtafuta mume wake, hayupo, ana siku 3 hajarudi nyumbani. Wewe unasema kafungiwa? Wewe mwanamke, kuwa na adabu unapozungumza. Shemeji yangu hawezi kufanya mambo kama hayo. Na mheshimu na naheshimu na ananijua na muelewa vizuri. Wewe vipi bwana, nitakuja kukutia makofi. Sasa jamani, mimi nimeongea ujinga gani mpaka unitie makofi? Sasa katika harakati za kuchangia mada, lakini yeye ndo mwanamke ni mpumbavu sana wewe. Wana mwenzangu akatafuta mwanamke wa maana, mimi nilikuwa natafuta kituko ambaye ni wewe. Shenzi wewe. Sio uaga mtaki kuambia ukweli, mtu kama yuko nyumbani ndogo basi. Mtu kafungiwa bado tunaetea unaenda kumtafuta mtu mzima na mirefu yake. Anipishe mimi. Alafu bado nisijamaliza na kufuata huko ndani niambie vizuri. Apewi pole mwenye kilanga. Asiseme kaonewa. Hivi nyinyi binadamu, mbona mna shida sana? Yaani mnazungukana, huyu kamzunguka huyu, huyu kamzunguka huyu. Kwa nini hati? Kwa nini mganga unasema hivyo? Sawa. Ni hivi. Wewe huyu uliokuja naye hapa. Swala lenu ni moja tu.
Mnazungukana nyinyi binadamu. Hivi wewe, huyo mwanaume ambaye tumekuja kumfunga hapa, ama umekuja kumfunga hapa, si mume wa mwenzio? Mbona kweli? We kweli mganga? Muone kwanza libicho lake mimacho ntwi. Kudanga tu kutafuta mume. Nya kama ng'ombe. Mganga nawe bwana, usimalize maneno. Ni stili mwenzio. Yuko hapo nje, ongea polepole. Ongea polepole, ni stili basi. Sawa. Nakuona mwenyewe hapo. Yaani kule yeye anasikia kinyago cha mpapu ule tu inaimbwa. Hapa ndo kwenye mizimu. Sasa umeona huyu mwenzio. Sawa. Tunaenda kumpofua macho yake, tunayafunga kabisa. Yaani dakika kikufumania weje. Anakuta labda limuto lingine tofauti. Yaani tunamfunga kila kitu. Na chengine ambacho tunaenda kumfunga. Tunaenda kufunga ile nani yake chap. Akikutana nataka malikiona hivi ana hamu naye tena. Mimi ndo nataka hivyo. Ndo nataka hivyo. Mimi ndo nataka hivyo. Na unataka? Ndo nataka. Basi mimi pia ndo nataka hivyo. Nataka hivyo. Sasa nisikilize kwa makini, sawa? Najua lazima dawa ifanyike hapa. Hapa? Muda huu unapiga dawa na kunywa dawa na kutia dawa. Unipe sasa hivi. Utakuwa umefanya jambo la maana mganga. Maana mimi nataka mambo yangu yaende chap chap. Sitaki unicheleweshe. Sasa kitu kimoja, sawa? Inabidi sasa uchojoe. Hiyo nani ubaki tunashidilia na nani hapo ndani basi. Mganga. Nivue nguo? Mashini yashaanza kupanda. Hapo. Nataka dawa. Yana kupatie dawa mtoto wa kike. Afwasi unanyamaza na wewe, sawa? Usipige kelele. Dawa itaki kupiga kelele. Hebu subiri kwanza udogo wangu, subiri. Sasa BFF kusimamishana hapa njiani. Kwani kuna nini? Umemwonaje mganga Jamba na majamba. Mganga? Umemwonaje? Mganga yupo vizuri. Anajua mimi nilikwambia, mimi yule namtumia kwenye kila jambo langu. Kwanza anagaba yakanyoka. Wewe. Mbona uchangamki? Kasha kufianza huyo we naye. Uongo huo, najua kakufianza. Yaani BFF hamna chochote kilichotokea. Yaani kanipa tu dawa. Nikupime? Una kipimo kwani? Nikupime? Mbona uruki? Tayari kashamaliza. Nilijua tu mzee Jamba akuache. Aweza akakuacha kwa kweli. Lowe na umeshindwa hata kujishikilia. Sasa nisikilize. Tangulia nyumbani nakuja. Sasa unaenda? Nimekwambia tangulia nakuja, nitakukuta. Maimuna anaacha, mayai yanakuwa visha. Amekuwa malaya, bora wewe Fatuma. Wewe mzee Jamba, wewe. Nimekuja hapa nataka unijibu swali hili moja. Yule rafiki yangu nilomleta hapa, umemfianza au hujamfianza? Wewe huoni wenzako wako leba wanajifungua sasa hivi, wewe unapiga kelele nini? Hebu achana nao kuku wako. Na kuuliza kwa mara ya pili, rafiki yangu umemfianza au hujamfianza? Yule rafiki yako ulomleta, sawa, nimempa mjimu na anatanga nao. Jamba nakujua. Na hizo dawa zako mimi sio mgeni nazo.
Maana mimi ndo mhanga wa kwanza, nikaja kupata dawa ukanipa dawa juu ya dawa. Na ndio maana nakuuliza. Kama umemfenza rafiki yangu, mimi sipendi. Yaani maisha ya kuchanganywa mimi sipendi. Nikimpenda mwanaume nataka niwe naye peke yangu. Jamba nimetokea kukupenda, nina wivu na wewe. Sitaki kuchanganywa na mwanamke mwingine yeyote. Jamba mimi nina wivu na wewe kuliko hata ninavyomuonea wivu mume wangu. Nimekutambulisha yule kama BFF wangu, umuheshimu kama shemeji yako. Nasaidiana naye mimi ule udugu wangu. Nikiwa na shida ananisaidia. Akiwa na shida namsaidia. Kuchanganywa kwenye mapenzi sitaki. Nataka kwako niwe peke yangu. Sikiliza Nyanshepu. Nyanshepu, mbona unapiga kelele Nyanshepu ninavyokupenda Nyanshepu? Mimi nafanya dawa, natia dawa kwenye dawa, naweka dawa. Sawa Nyanshepu? Mimi nakupenda wewe tu Nyanshepu. Alafu kaa ukilijua. Yule siwezi kuwa na yeye, mimi nakupenda wewe. Mimi mwenyewe nakupenda Jamba, ila tu ndio hivyo nakuwa na wewe, mimi sitaki tuwe wengi kwako. Nyanshepu, mjo mpenzi wangu. Nyanshepu wangu, wala usijali sawa. Ukae ukijua sawa. Nina mjimu mpya pale. Nikisema wo, sema wo. Mimi nampenda mzee Jamba. Jamba, sasa twende nikakupe dawa. Kweli? Naja dawa kwenye dawa. Sawa. Haya twende. Mende na Nyanshepu. Nyanshepu wewe. Alafu mwambieni Maimuna ajiandae halali leo. Ina maana tena bado kuna mtu. Jamani, hii mara ya 3 nakuja humu chooni kumejaa. Yaani mwenye nyumba, nimejenga nyumba yangu amjui jasho gani lililonitoka mpaka kuijenga. Leo hii mimi ndio nje kwa foleni chooni kweli? Na kwa taarifa yenu na watangazia wapangaji wote wa humu ndani, napandisha kodi. Siwezi mimi kukaa kwenye mlango hapa, mimi ndio kufanya kazi kusubiria watu hapo chooni. Shenzi wako. Wewe, fanya haraka basi uko chooni nao utoke. Kitu gani lakini? Wewe! Sasa nasemaje? Ndoo yangu hii hapa inaiweka foleni. Ona wake kunguni ya mtu aje kuingia mcho. Jamani mnaama. Natangaza kabisa. Atakaye ingia safari anaama. Nimechoka sasa. Wewe! Wewe! Wafa. Abe. Ghost baby.